Karibu sana katika mwendelezo wa chapter 10, siku ya 10. Siku ambayo inafunga siku za maandalizi za mwaka mzima. Okay, sawa. Mambo yanakwendaje huko? Mchakato iko sawa? Karibu sana katika somo letu na katika mwendelezo wa kuhakikisha tunajiandaa kikamilifu kuingia katika maisha ya mafanikio au naita maisha ya ushindi. Karibu sana. Hongera sana pia kwa kuendelea kutoa muda wako. Kumbuka somo letu ambalo linakamilisha chapter 10 au sura ya 10 linasema uwe na mfumo au mwaka ukuchezee. Uwe na mfumo au mwaka ukuchezee. Na uzuri ni kwamba tulikuwa tumeanza kuangalia chapter part 1 ilikuwa inasema maisha hayachezi yaitikia maandalizi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba tulikuwa tunaangalia kwamba maandalizi ndio yanayoamua aina ya maisha utakayokuwa nayo. Maandalizi ndio yanayoamua aina ya maisha utakayoweza kuwa nayo. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba kama hakuna maandalizi hakuna maisha unayotaka. Kama hakuna maandalizi hakuna maisha unayoyataka. Na uzuri ni kwamba kujifunza ni sehemu ya maandalizi yenyewe. Huwezi kuandaa kitu ambacho ukijui. Kujifunza ndio daraja au ndio njia ambayo inakuonesha sasa ujiandae katika jambo gani. Na ndio maana tumekuwa na hii session ya siku 10 za mwanzo kama sehemu ya kuandaa mwaka. Sasa tulikuwa tumeanza kuangalia na kuna kipengele kilikuwa kimebakia. Naomba nikikamilisha then tutaenda part 2. Alafu baada ya hapo tutakwenda kumalizia sehemu zilizobakia. Karibu sana, enjoy. Naamini kabisa uko poa. Hongera sana. Haya, get ready. Najua kama na karatasi unayo hapo ku note point. Usisikilize tu kama story fulani za Abunuwasi. Hakikisha unakaa kimkao ukiwa kama mtu amekakati, kwa sababu siwezi kuongea risali zima alafu kakaa unasikiliza tu au note sehemu unatoka kapa. Sasa kwa nini mwaka tumalizie kipengele chapter nani swali iliyopita. Kwa nini mwaka huwachezea wasio na mfumo? Kwa nini mwaka huwachezea wasio na mfumo? Moja kati ya pointi ya msingi ambayo nataka nikumbushie ambayo nataka uifahamu kwenye somo ambalo tulikuwa tumeliangalia ni kwamba kama hauna mfumo ni ngumu sana kuwa na nidhamu. Usipokuwa na rutini, usipokuwa na ratiba, usipokuwa na mkakati ambao uko imara, ni ngumu sana kuwa na nidhamu. Na kama unavyojua kwamba nidhamu ndio mama wa mafanikio. Tunapata mafanikio kwa sababu tumeyasababisha. Na ili tuyasababishe lazima tuende tukayafanyie kazi. Sio tu tuyafanyie kazi, tufanyie kazi kwa muendelezo. Leo umefanya, kesho umefanya, kesho umekuja. Sio umeanza kwa nguvu afu kaishia. Hapana. Sasa basi, ikiwa ndio hivyo, maana yake nini? Maana yake ni kwamba usipokuwa na mfumo unakosa muendelezo. Matokeo yake unakuwa unaishi kwa mudi, unakuwa unaishi kwa hisia, na haya ndio na huu ndio mtindo wa maisha wa kimaskini. Yaani mtindo wa kimaisha wa kimaskini ni kuishi kwa reaction. Yaani unaishi kwa matukio ambayo yametokea. Umeona kilichotokea? Yaani hauna muongozo ambao unasema leo nikiamka nafanya nini? Hakuna. Ndio unakuta mtu anachanganyikiwa, alafu ukimuuliza umechanganyikiwa kwa sababu gani? Haelewi. Sio kama nielewa. Sasa hiki kipengele nasema kwa nini mwaka unawachezea wasio na mfumo? Kwa nini mwaka unawachezea wasio na mfumo? Mwaka hauwachezei watu kwa bahati. Unachezea kwa kuwajaribu kwenye maeneo yafuatayo. Ni hivi, kama hauna mfumo ambao unaufollow, hauna mwongozo ambao unaufuatilia, mwaka utakuchezea kwa kukujaribu mambo yafuatayo. Yaani maisha utajaribiwa tu. Namba moja, utajaribiwa kwenye uchovu. Mwanadamu ni kiumbe wa hisia. Ni kiumbe wa hisia kwa maana ya kwamba kuna wakati tu ameamka anasema mbona kama sijisikie vizuri. Kuto kujisikia vizuri hakuongezi chochote kwenye safari ya mafanikio. Isipokuwa sasa kama hauna mfumo ambao umekaa katika urahisi kuutekeleza, unajikuta kwamba uchovu unakuwa sababu ya wewe kuacha kufanya. Kwa swali linakuja, unaweza kukujaribu kwenye maeneo haya. Uchovu, je, ukijaribiwa kwenye uchovu bado utaendelea? Hicho ni kitu cha msingi sana.
Lakini sehemu ya pili, utajaribiwa kwenye kuchelewa kwa matokeo. Ukijaribiwa kwenye kuchelewa kwa matokeo, bado utavumilia? Kuna kitu kinaitwa result oriented na kuna kitu kinaitwa process oriented. Result oriented maana yake ni mtu ambaye anapambana kwa sababu anataka achieve matokeo fulani. Kuna watu aina mbili. Kuna mtu anapambana usiku na mchana ili aweze kupata matokeo fulani. Kitu ambacho utaniuliza utasema hivi, how tunaongea nini? Kwani kuna mtu ambaye apambane apate matokeo? Right. Sahihi kabisa. Kuna mtu ambaye anafahamu matokeo yanasababishwa. Kama inasababishwa, yeye jukumu lake ni kuwajibika katika kazi ambayo anatakiwa kufanya. Hao ni watu wawili tofauti. Sasa inapotokea matokeo yanachelewa, yule ambaye tunasema ni result oriented, yule ambaye yeye amedhamiria. Ulisha kuona mtu ambaye, au wewe mwenyewe kutokea, piga huwa lazima nipate hichi kitu, by force by power lazima nipate hichi kitu. Kuna sasa mwenyewe anasema afe kipa afe beki lazima nipate. No, that's not right. Wewe hata kama unapambana kiasi gani, huna 100% ya kusema lazima matokeo yatatokea. No, wewe unabidi upambane kwenye kuhakikisha kwamba unaziishi zile process kwa inavyotakiwa. Wewe unabidi uwe process oriented. Kazi yako ni kusimama katika mchakato, kufanya katika mchakato. Matokeo huwa yanakuja automatic. Matokeo huwa hayalazimishi kutokea. Hicho ni kitu cha msingi sana. Sasa unapokuwa hauna mfumo, unapambana, kuna saa inatokea matokeo yanachelewa. Swali linakuja, matokeo yakichelewa utaendelea kupambana? Kwa sababu wewe ni result oriented, nguvu inaanza kupungua. Unasikia mbona sasa sipati kitu? I say. Majaribu yameshakuja. Na kibaya zaidi, hauna mfumo. Ukiwa una mfumo, kesho uamke kufikiri. Kuna tofauti kati ya mtu mwenye mfumo kesho anaamka kufanya kazi. Sikiliza nikwambie siri. Kuwa na mentality ya kampuni. Kampuni haijawahi kufungwa kwa sababu haijafanya mauzo leo. Wafanyakazi kesho wataingia kazini, watafanya kazi kama kawaida na watarudi nyumbani. Na kesho watakuja na kesho watakuja na kesho hivyo hivyo. Kwa nini? One goal inaweza change kila kitu. Ukikaa kwenye process, ukikaa kwenye mchakato, ukikaa kwenye kitu unachotakiwa kufanya na ukafanya, siku moja inaweza kufidia siku zote za maisha yao. Hasa watu wenye mfumo wanaelewa. Maskini kwa sababu anaendeshwa na hisia, anaendeshwa na mudi, haelewi kama mambo yanatokea. Haelewi. Ndio maana mentality ya maskini ni tumbo. Anatoka nje kwenda kufanya kazi, anasema naangalia kibarua, hakuna kibarua huku leo jamani. Sasa leo nitakula nini jamani? Hakuna hata zaidi ya fundi nikafanya kazi. Yule akiamka ni neema ya Mungu inamuonesha aende wapi ili leo asilale njaa. Ukitaka kuwa a man of success, a woman of success, sio tu success, strong success, unatakiwa kuwa na kitu kinaitwa process oriented goals. Yaani maana yake malengo ya mchakato zaidi kuliko malengo ya matokeo. Sasa hayatokei mpaka uwe na mfumo. Okay, inaweza ikatokea kero za watu zikatokea. Kero. Rafiki yangu, watu wana mambo mengi sana. Watu wana mambo mengi sana. Kuna mtu anaweza kukuahidi asitimize ahadi yake. Tayari ameshakuharibia mudi. Asa kama hauna mfumo wa kazi. Kuna mtu amekuahidi kwamba nitanunua kesho nitalipia. Kesho ni mbali. Naenda kwa wakala sasa hivi kwenda kulipia pesa. Kwa sababu wewe ni mtu wa matukio, unasema unaona sasa nimeshapiga hela tayari. Kuna haja kwenda kufanya kazi. Unabadilisha direction ya kazi, unaendelea kufanya mambo mengine ambayo hayahusiani na kazi. Kwa nini? Hauna mfumo ambao unakuambia accomplish. Kuna statement moja inasema tajiri anaenda kupumzika pale ambapo amekamilisha to do list yake ya leo. Hiyo ndio mentality ya tajiri, kwamba hii ndio to do list ambayo nilipanga, lazima nikamilishe ndio nikapumzike. Maskini, mentality ya kimaskini,
anakamilisha kazi muda wowote akishafikia target. Ndio maana tutaangalia kama mtu alikuwa anapata shilingi 20,000 kwa siku, akapata 40,000, haendi kazini siku mbili. Kwa nini? Anaongozwa na matukio. Tukio likitokea anafanya kazi, lisipotokea anaenda, mudi linapotea. Sasa watu wana mambo mengi, watu watafanya kitu ambacho kinaitwa kero. Kero ziko nyingi sana. Kuna ile expectation, mtu amekuahidi hajatekeleza, ghafla umekutana na vizingiti vya watu. Je, utaendelea? Ili uendelee, lazima ujue kama kwamba kuna kitu natakiwa nifanye ndio siku yangu inakuwa iko happy. Je, nitafurahia kwa sababu nimepata matokeo au nitafurahia kwa sababu kazi imekamilika? Kitu kingine, siku mbaya. Siku mbaya zipo na zitaendelea kuwepo. Je, utaacha? Kwenye kitabu cha Mhubiri imesema siku ya kufanikiwa furahi, siku ya mabaya fikiri. Siku mbaya imetokea, utaendelea au utaacha? Kitu kingine, bugdha. Utakata tamaa au utaendelea? Tunasema mfumo kujibu maswali kabla hujaulizwa. Siku zote mtu mwenye mfumo ameshajiandaa. Kushindwa kukitokea nitafanyaje? Watu kinikaje kama nitafanyaje? Kashajiandaa kabla ya kuanza. Ndio maana ya mfumo. Okay, bila mfumo kila jaribu likija mjadala. Yaani kama huna mfumo, jaribu likija mnailisha kazi zote mnaanza kudiscuss. Watu hawana future kabisa. Yaani watu hawana future kabisa. Kila tatizo likija kisingizio. Si unajua tujafanya kwa sababu ya jambo fulani. Oho. Ndio maana watu hawashindwi mapema, wanashindwa kwa kuchoka polepole. Hawana mfumo. Tunasema kiongozi kamili ambaye ndio anapaswa kuwa mbeba maono, anapaswa kuwa na shauku, ana ndoto ya kuacha urithi, lazima awe na mfumo wa kila siku. Vinginevyo maono yatabaki hadithi, siku zitamezwa na dharura, lakini pia fedha zitakuwa zinatoka bila mwelekeo. Mfumo unamlinda kiongozi dhidi ya yeye mwenyewe, lakini pia unapunguza kitu inaitwa ego. Unafanya maamuzi kabla ya pressure. Ndio faida ya mfumo. Ndio maana viongozi wakubwa wana ratiba, wana mfumo. Anakula saa ile ile, anapunguza maamuzi, ana ratiba ya kufanya kila kitu muda ule ule. Si kwa sababu ni wadhaifu, ni kwa sababu wanajua nguvu iliyopo kwenye mfumo. Nguvu iliyopo kwenye mfumo. Hasa jambo la msingi ambao nataka utoke nayo kwenye hii chapter 1 ambao tulikuwa tumeianza na imalizia kwa haraka haraka, tuende chapter 2, ni kwamba ama utengeneze mfumo wa kuongoza siku zako, au siku zako zitakuongoza mpaka mwisho wa mwaka. Yaani ndio ujumbe. Tengeneza mfumo ambao utaongoza siku zako, au mfumo utakusaidia kukuongoza. Hiyo ndio challenge na hiyo ndio shida. Sasa hakuna neutral, hakuna nitajaribu, hakuna nitaona, hakuna nikipata muda. Hapana, una mfumo au hauna mfumo. Kama hauna mfumo, wewe utakuwa sehemu ya mfumo wa mtu mwingine. Yaani kama sasa hivi usipojipangia siku zako zitaendaje, wengine watakaa chini watakupangia. Zoezi la kufanya, fanya hili zoezi kwa haraka haraka, naomba nikutajie. Andika hizi na zitakusaidia. Andika bila kupamba. Namba 1, ni maeneo gani matatu ya maisha yangu hayana mfumo? Angalia ni maeneo gani matatu ya maisha yako hayana mfumo. Jibu hili swali vizuri. Namba 2, ni tabia gani ninarudia bila mpangilio? Tulishasema katika vipindi vilivyopita kwamba tunapozungumzia neno mfumo, maana yake ni kwamba kuna aina fulani ya kitu ambacho unafanya, kuna namna kimejirudia mara mbili. Kikishajirudia mara mbili, weka utaratibu. Ili usiwe mtu wa kuamua kila siku. Kwa sababu kuamua kunachosha, kuamua kunakula energy. Sasa weka itwe mfumo. Sasa swali linakuja ambalo umetakiwa kuulizwa hapa ni kwamba ni tabia gani ninarudia bila mpangilio? Ina maana zile tabia kama hauna mfumo utakuwa unarudia bila mpangilio. Lakini ukiwa na mfumo unarudia kwa mpangilio na unapata matokeo. Namba 3, ni kitu kipi kinategemea mudi badala ya ratiba? Katika maisha yako unafahamu vitu gani ambavyo nafanya vinategemea mudi lakini vilipaswa kutegemea ratiba? Lazima vifahamu. Vitu gani hivi ambavyo leo vinatafuna maisha yangu vinaendeshwa kwa mudi lakini vitegemea ratiba? Kitu gani? Haya,
Lakini namba 4, nikiingia mwaka mzima bila mfumo nitapoteza nini? Hebu jiulize hili swali. Kama utaingia mwaka mzima bila kuwa na ratiba, bila kuwa na mfumo, bila kuwa na maamuzi, utapoteza kitu gani? Haya maswali kama utayajibu vizuri yatakusaidia kutawala mwaka wako. To be sure, kama usipoyajibu vizuri utamaliza mwaka hakuna kilichobadilika, majuto, manunguniko ndio yatakuwa sehemu ya maisha, wala hamna kitu kingine. Sentensi ya kujisomea kila siku asubuhi. Andika hii sentensi, nitarudia mara 3 ili kila mtu aiandike. Sitaki mwaka unitawale, nachagua mfumo utakaonilinda. Isome kila siku hii sentensi, itakukumbusha. Sitaki mwaka unitawale, ninachagua mfumo utakaonilinda. Iandike sehemu ambayo ni rahisi kuiona. Kila siku isome, kila siku ione. Sitaki mwaka unitawale, nitachagua mfumo utakaonilinda. Andika kila mahali. Andika. Sitaki mwaka unitawale, kwa sababu tubishwa ni kwamba kama usipokuwa makini utatawaliwa na mwaka. Hiyo ndio jambo. Kama usipotawala mwaka wako, usipoweka mikakati ya kutawala mwaka wako, kitakachotokea utatawaliwa na mwaka. Okay, mimi nafikiri nimekamilisha somo langu. Wacha tuangalie chapter 2. Tuangalie part 2. Somo letu la sehemu ya pili linasema mfumo kama bima ya mwaka mzima. Mfumo kama bima ya mwaka mzima. Kwa nini tumetumia neno bima? Kwa nini tumetumia neno bima kwenye somo letu ambalo tunaangalia siku ya leo? Iko hivi. Mara nyingi sana tuna bima za aina nyingi sana. Kwa mfano, moja kati ya bima tulionayo ni bima ya ajali. Tunapokuwa tuna bima, hakuna mtu ambaye anategemea au anatarajia ajali. Bima ya nyumba ikiungua moto, bima ya gari ikianguka. Unapokuwa na bima, si kwamba unatarajia ajali. Hapana. Ni kujua kuwa kuna gharama ya kutokuwa tayari. Kwamba kuna gharama ya kutokuwa tayari. Yaani inaeleweka tu kwamba maisha ya mwanadamu yana ups and down. Yanaenda yanashuka. Sasa bima ipo kwa sababu tuna utambuzi wa kwamba ipo gharama kubwa zaidi ikiwa hatujajiandaa. Ikiwa hatujajiandaa, kuna gharama kubwa sana. Sasa hiyo ndio mentality ya kiongozi. Na ndio kwa nini kuna maandalizi. Hakuna mtu anayeomba gari lake ligongwe. Hakuna mtu anayeomba nyumba yake iungue. Hakuna mtu anayeomba ugonjwa uje, lakini ana bima. Kwa nini? Watu kujiandaa kabla siku mbaya hazijafika. Watu wote wenye akili hujiandaa kabla siku mbaya hazijafika. Ni wajinga peke yake ambao huwa hawajiandai siku mbaya zikifika. Na ndio maana siku mbaya zikifika unaona aibu jinsi ambavyo inatokea. Sasa basi, kama unaona busara kuweka bima ya gari, kwa nini unaendesha maisha yako bila bima ya mfumo? Kama unaona busara kuweka bima ya afya, kwamba haumwi lakini kuna siku utaumwa, ambayo tuijui ni lini. Lakini tumesema watu wenye akili wanajua, wana busara kwenye siku mbaya. Asa swali, kama unaona ni busara kuweka bima ya gari, bima ya afya, kwa nini uendelee kuwa na maisha ambayo yana bima ya mfumo? Kwa mfumo unakuwa bima. Tunajiandaa, kuna siku mbaya zitatokea. Okay, una bima ya gari hata kama hujawahi kuungua moto, haujawahi kuanguka,
Kwa nini umekuwa na bima? Kwa sababu unaofahamu kwamba kuna matukio haya yanatokea bila kutarajiwa, lakini yapo. Sasa hata kwenye maisha hayatoi notisi. Maisha hayatoi notisi. Mwaka haukuambii utachoka lini. Maisha yakuambii utachoka lini. Maisha yakuambii pesa itapungua lini. Lakini pia nguvu, maisha yakuambii kwamba nguvu yako itapungua lini. Hayakwambii. Lakini pia hatujui changamoto zitatokea lini. Lakini nasema maisha yanakuja kukulipa kulingana na mazingira na maandalizi yako. Kama umefanya maandalizi, kuna nafasi kubwa sana maisha chochote kikitokea kama dharura utakuwa uko sawa. Sasa tunasema hivi, mfumo katika nafasi hii ambayo tunaangalia sio tu ratiba. Mfumo ni bima ya maisha yako ya kila siku. Ni kile kinachoendelea hata kama hamu ikifa, hata kama morali ikishuka, hata kama morali ikibadilika. Kwa mfumo ni bima yako ya mafanikio. Kwamba nafahamu vipo vitu, lakini sijui kama vitatokea. Lakini vikitokea visinisababishe shida. Vikitokea visisimamishe mapambano yangu. Asa wakati siko na morali ya kufanya kazi, wakati siko na shauku ya kufanya kazi, nimejikingaje kuhakikisha kazi inaendelea? Asa kitakachonisaidia kuendelea ni ule mfumo ambao nimeuweka. Ndio maana nasema mfumo kama bima ya mwaka mzima. Mfumo kama bima ya mwaka mzima. Ndio maana tumeliita somo kwa design hiyo. Kwa nini bima inaingia kwenye somo hili? Bima, kwa sababu bima hailipi leo, inalipa kesho. Bima, mfumo haupendezi leo, lakini unaokoa mwaka mzima. Hatukati bima kwa sababu leo tumepata shida, kuna siku itatokea. Ndio maana tunakata bima. Watu wengi wanatafuta motisha, wanatafuta msukumo, wanatafuta miujiza, lakini hawatafuti ulinzi. Hawatafuti ulinzi. Ukweli ni kwamba motisha inakupa mwendo wa siku chache, mfumo unakupa uhai wa mwaka mzima. Mbona hiyo tofauti? Mbona maisha yanapokuwa? Kwa nini tunahitaji kuwa na mifumo? Kwa nini tunahitaji kuwa na mpangilio wa kile ambacho tunafanya? Rafiki yangu, ni somo kidogo ambalo liko advanced, lakini kwa sababu unaandaliwa kuwa mtu wa tofauti, ninaamini kabisa linakutosha na lifuatilie, litakusaidia mbele ya safari. Motisha inakupa mwendo, inakupa startup, lakini inakupa yako. Nidhamu ndio mama wa mafanikio. Nidhamu ndio tunasema kwamba ukikosa nidhamu hauna mafanikio. Kwa sababu mafanikio haya respond kwa sababu unataka mafanikio. Mafanikio na respond kwa sababu una discipline. Na nidhamu ni kufanya unachotaka kufanya hata kama hujisikii. Ni kufanya unachotaka kufanya hata kama watu hawakuoni. Mafanikio yote yanajengwa kwenye upweke. Mafanikio yote yanajengwa kwenye upweke. Mafanikio hayajengwi kwenye public. Na siku zote kwenye upweke kuna giza. Kwenye upweke kuna utupu. Kwenye upweke kuna ukiwa. Asa huko kwenye ukiwa unavukaje? Ukitoka nje ukasema jamani mnisifie, ukajiposti, nipeni likes jamani, ni commentini jamani, jamani nimekutoka jamani, mnisupportini. Ukishasema ni supportini, hakuna mtu anasupporti. Lakini ukitembea uchi, kila mtu atacomment kwamba angalia jinga hili, angalia akili zimeruka. Ukishasema kitu cha maana ni supportini, hakuna mtu anakuja kusupport. Swali linakuja, motisha umeitafuta, watu wamefikiri kukunga mkono, wamekupigia makofi, wanakupigia makofi mara moja. Ni kama mtoto mdogo anapozaliwa, anashangiliwa wakati ambao amekuja duniani. Kipindi chote cha maisha yake anakuwa mwenyewe. Siku
akifa wanakuja tena. Ndio nature ya maisha mwanadamu yalivyo. Unapopata maono, unapopata ndoto, unaposhare na watu, wanakuja ukiwa na nguvu, wakisherekea yale maono. Wakati umeanza kupambana, hawajui kwamba mtoto alipozaliwa alihitaji sapoti kutoka kwao, ili ile sapoti iweze kufanyaje, mtoto aweze kukua, apate maziwa, apate chakula, apate nini. Kinachotokea my friend, hapa katikati hakuna anayekuja kuangalia. Wakati mwingine hata ukiwa unaumwa hamna mtu anakuja kuangalia. Watakuja mwishoni ukiwa umekufa. Ukifa watakuja kuzika na kujifanya kwamba walikuwa wanakujua sana. Maisha ndio yalivyo. Siku una share idea, kila mtu anapongeza, safi sana. Ukishaanza kuchukua hatua, hakuna anayeunga mkono. Kile ndio kipindi sasa cha kuwa wewe halisi. Mafanikio yanajengwa kwenye upweke, yanajengwa kwenye kipindi cha giza. Hakuna mtu anataka kujua kitu gani kinaendelea. Hapo ndio wakati ambapo unatakiwa usimame. Kitu pekee kitakacho kusaidia usimame ni kuwa na strong system, kuwa na mfumo ambao utakusaidia, utakushangilia mfumo, sio watu wengine. Sasa angalia kilichokuja kutokea. Si ulitoka ukaibuka ukasema mimi ni fulani, mimi ni mshindi, mimi nitafanikiwa, watu wakasema ya, wakakupiga makofi. Kuna mtu ananifuatilia hata sasa hivi, mara nyingi anaendelea kunifuatilia, lakini ni negative. Negative kwa maana hivi, kila nikiwa naongea, kila nikiwa nafanya, kila nikiwa nafanya mambo yangu, yeye anatafuta tu kitu kibaya. Huyu mtu hapongezi chochote, isipokuwa anatafuta siku nikiwa nimeanguka, au siku ambapo yale niliyoyasema hayajatimia. Watu wapo na ni wengi. Watu wapo na ni wengi. Hayo ndio maisha ya mwanadamu. Sasa unafanya nini? Usipokuwa na mfumo unaokusupport, ambao utakufanya ukiwa gizani, ukiwa mwenyewe, ukiwa sehemu ambako hamna mtu anakushangilia, ukafanyia kazi, ina maana utashinda kuprove matokeo ya ulichosema. Utashinda kuprove. Ukishinda kuprove, ndio unakaribisha mwishoni sasa waibuke kusema tulishasema. Hamna kitu hapo, maneno tu, maneno kibao. Ni kweli hapo, lakini nataka nikwambie kitu gani, rafiki yangu. Lazima uelewe kwamba mafanikio yanajengwa ukiwa mwenyewe. Ukiwa mwenyewe ndio real success inajengwa, sio ukiwa na public. Wakati huo sasa ambao uko mwenyewe, nini kinatokea? Hakuna motisha, hakuna chochote ambacho kinaweza kukutia moyo. Usipokuwa na mfumo unaweza kukusaidia, never ever ukafanikisha. Mfano wa kila siku kwenye maisha ya kila siku, mfanyakazi wa kwanza ana bima ya afya, ana bima ya maisha, lakini hana mfumo wa nidhamu, hana mfumo wa pesa, hana mfumo wa ukuaji. Matokeo yake ni nini? Ameyalinda maisha ambayo hayako salama. Tuangalie bustani na kuku kama lugha ya bima. Kwa mkulima, udongo uliotayarishwa ni bima, ratiba ya maji ni bima, soko la mapema ni bima. Umeona? Kwa mfugaji, usafi ni bima, chanjo ni bima, akiba ya chakula ni bima. Wengi wanachanganya. Mfumo hauundwi baada ya mafanikio. Kuna kosa moja ambalo linatokea, naomba nielezee vizuri sana. Kuna mtu anasema, huyu jamaa anazungumzia mfumo. Sasa mimi nikiamka asubuhi, mambo ya mfumo yanatoka wapi? Mfumo hauundwi baada ya kufanikiwa. Mfumo unaundwa ndio unakufanya ufanikiwe. Waliofanikiwa waliweka mfumo kabla ya kufanikiwa. Kwa sababu gani? Mfumo haufuati pesa, mfumo unaleta pesa. Mfumo haufuati matokeo, mfumo unaleta matokeo.
Mfumo haufuati umaarufu, mfumo unaleta umaarufu. Mfumo ndio chanzo cha matokeo. Ndio maana wengine wakianza mwaka tayari wamechelewa, na wengine wakipata pesa tayari wamepoteza. Mfumo ni bima. Watu ambao nitoe mfano, watu ambao wana staff. Kwa nini wastaafu wengi wanakufa mapema na wastaafu wengi wanapoteza zile pesa ambazo wanapata? Ni kwa sababu pesa huwa inakaa kwenye mfumo. Pesa inatakiwa ifike ikute sehemu ambako tayari pesa inatakiwa izunguke. Asa pesa ikifika ikikuta limfuko, lipochi, haiwezi kutulia pale. Pesa inataka ikute mfumo. Ndio maana kama umeajiriwa, una mpango wa kustaafu miaka 5 kabla, 10 kabla, 3 kabla, 3 na 10 umechelewa kidogo. Sio mbaya, unaweza kuanzia ulipo mpaka sasa hivi. Inatakiwa mpaka unakuja kupata kile kina mgongo uwe tayari una biashara ambayo umeshaielewa. Ile biashara ambayo umeshaielewa, unakuwa unajua operation yote ile biashara yako. Usipokuwa na biashara ambayo tayari inafanyika na unaielewa, ile pesa ikija inapotea yote. Kwa sababu pesa inakaa kwenye mfumo. Pesa itengeneze mfumo. Pesa inataka ikifika ikute sehemu ambako pesa inaweza ikazunguka ikarudi. Tofauti na hapo unapoteza yote. Tunasema mfumo ni bima kwa sababu unafanya kazi ukiwa umechoka. Mfumo unakuendesha hata ukiwa hauna hamu. Lakini pia mfumo unakulinda hata ukiwa hauna nguvu. Mfumo unakulinda hata ukiwa hauna nguvu. Kwa nini watu wengi hawawekezi kwenye mfumo mapema? Ziko sababu 4. Kama na hii ni moja ya sababu na wewe inakugharimu ifanyie kazi. Sababu namba 1, mfumo hauonekani kwa haraka. Hauleti lights, hauleti sifa, hauleti shangwe. Lakini ndio kitu ambacho kinabeba maisha yako ya baadaye. Mfumo ni kitu kitakusaidia kufanya ukazi ukiwa mwenyewe, ukiwa kwenye upweke. Hasa kileti shangwe, ndio maana watu hawataka kufanya. Watu wanafurahia kuona wanafanya kazi kwa mudi, kwa matukio. Akiamka asubuhi atakachokikuta ambacho kinaunga mkono na watu na wanafanya. Ndio hata katika biashara unakuta watu wengi wanataka kufanya biashara ambazo watu wengi wanafanya. Hii inalipa kweli? Nani kafanya? Fanya anafanya biashara. Kweli? Na mimi nafanya, na mimi nitafanya. Hawataki kwa sababu mfumo unakutaka uwe wewe halisi. Mfumo hautaki watu wanasema nini. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, mfumo unataka nidhamu kabla ya matokeo. Hiyo ndio shida sasa. Kwa nini watu wengi hawataki mifumo? Mfumo unataka nidhamu kabla ya matokeo. Changamoto ya binadamu, anataka kuthibitishwa kwanza. Anataka kujisikia vizuri kwanza. Lakini mfumo unasema hivi, fanya kwanza, hisia zitafuata. Umeamka asubuhi haujisikii kufanya kazi, lakini tayari ratiba inakusubiria. Hautakiwi ujisikie kwanza ndio ufanye kazi. Inabidi uanze kufanya kazi, hisia zitakuja. Hicho lazima ukielewe. Unaanza kufanya kazi, hisia zitakuja. Simple and clear. Kwa wengi wanakata tamaa, wiki 2, wiki 3 wanaacha. Namba 3, mfumo unapunguza uhuru wa muda mfupi. Mfumo unapunguza uhuru wa muda mfupi. Unaamka muda ule ule, unafanya kitu kile kile, unajirudia rudia. Asa ukweli ni kwamba uhuru wa kweli huja baada ya muundo au mfumo. Asa mfumo unapunguza uhuru wa muda mfupi. Watu wengi wanaona kurudia kufanya kitu kile kile inakuwaje? Yes, inabidi ufanye. Na namba 4, mfumo unakulazimisha kukubali ukweli. Mfumo unakulazimisha kukubali ukweli. Haya, mfumo unakulazimisha kukubali ukweli. Haukubali visingizio, hadithi, wala kujifariji. Unakuonesha ulipo, unakuonesha ucheleweshaji wako, unakuonesha udhaifu wako. Na wengi hawapo tayari kukutana na ukweli. Kitu ambacho mwanadamu siku zote hakitaki kwenye maisha yake, hataki ukweli. Hataki ukweli. Ndio maana watu ambao wanakuwa wamekubali ukweli ndio wanaoongoza dunia. Ukitaka kupata makundi ya watu wafurahishe,
Ukitaka kuwasaidia watu, waambie ukweli. Watakuchukia, lakini mwisho wa siku watakuja kujua hapa ni kweli kabisa. Sasa hicho ndio kitu nakia uelewe. Tuangalie case study ya bustani bila mfumo na bustani yenye mfumo. Bustani bila mfumo inakuwa hivi: unapanda bila ratiba, unanyunyizia leo, kesho unasahau, unatafuta soko baada ya kuvuna. Matokeo yake unapata hasara, unachoka, unaanza kulaumu watu. Bustani yenye mfumo, ratiba ya udongo unayojua, ratiba ya maji unayojua, ratiba ya virutubisho unajua, soko kabla ya mavuno. Safi kabisa. Matokeo yake nini? Mavuno ya kawaida, mavuno yanakuwa mengi, amani ya akili yako, ukuaji unaotabirika. Tofauti haikuwa katika mbegu, tofauti ilikuwa kwenye mfumo. Tuangalie kwenye case study ya kuku. Mfumo kama uhai wa mradi. Kwenye kuku, chakula ni mfumo, chanjo ni mfumo, usafi ni mfumo, soko ni mfumo. Ukichelewesha mfumo, vifo vinakufundisha kwamba rafiki yangu ulichelewa. Asali inakulazimisha. Na huo ndio ukweli mzito. Mradi wa kuku au wapi nafasi watu wanitarekebisha baadaye. Ndio maana moja kati ya kitu ambacho mimi kila siku naambia watu ni kwamba kuku haujawahi kumuonea huruma mtu mzembe, jinga, mvivu na binafsi. Usipozingatia ya mambo, hauwezi kupata matokeo kwenye mradi wa kuku. Never. Haiwezi kutokea. Asa mfumo wa kila siku unaorudiwa kila mwaka, tunasema kitu kimoja. Tambua kuwa kila mwaka siku 10 ni za kupanga. Yaani siku 10 ni za kupanga, alafu siku 355 ni za kutekeleza. Ndani ya siku 10 unafanya kitu gani? Unafanya vitu vitano. Namba 1, chagua tabia moja kuu. Chagua tabia moja kuu. Namba 2, tengeneza ratiba yake. Ukishachagua hiyo tabia moja, itengenezee ratiba. Namba 3, ondoa maamuzi yasiyo ya lazima. Ondoa maamuzi yasiyo ya lazima. Namba 4, jipangie mazingira. Namba 5, anza bila kelele. Okay. Mimi nafikiri nimefikia hapo, karibia na mwisho. Kuna swali la msingi la kujiuliza. Je, uko tayari kulipa gharama ya mfumo leo au utalipa gharama ya majuto mwaka mzima? Hilo ndio swali na kuacha nalo. Uko tayari kulipa gharama ya mfumo leo au uko tayari kulipa gharama ya majuto mwaka mzima? Swali ambalo nakuacha nalo na nakuwa nimemaliza hiyo sura, hiyo sehemu, ni kwamba upo tayari kulipa gharama ya mfumo, yaani kujenga mfumo ambao utasimama nao mwaka mzima, au uko tayari kujuta mwaka mzima? Uchaguzi ni wako. Okay, kama uko serious, ungetamani tukushike mkono hatua kwa hatua, tuna program maalum ya kuku na bustani. Tuandikie neno program kwenye WhatsApp 0761 825 808, 0761 825 808. Sasa basi, napokuaga nimekuuliza swali moja. Uko tayari kulipa gharama ya mfumo leo au utalipa gharama ya majuto mwaka mzima? Kama umejibu hilo swali ndio, uko tayari kulipa gharama ya mfumo leo, tutakwenda kumalizia kipengele cha 3 na itakuwa ndio kinafunga siku 10 zetu muda baadaye kidogo. Chapter 3 inasema mfumo wa pekee hautoshi. Unahitaji uwajibikaji wa mwisho. Unahitaji uwajibikaji wa mwisho. Ndio maana somo letu ambalo litafuata litasema mfumo wa siku 10 unaweza kurudiwa mwaka mzima. Moja kati ya somo ambalo hutaki kulikosa au hutaki kulimiss ni kipengele cha mwisho, kwa sababu ndio kinakwenda kukwambia sasa ufanye nini. Itakuwa ni summary ya siku 10 ukafanye nini sasa. Na bahati nzuri nitatoa pia zawadi ya workbook. Workbook ni mwongozo wa karatasi ambazo zinakuambia ufanye kitu gani ili uweze kupangilia mwaka wako sasa. Na kitu kingine ambacho nataka ujue ni kwamba baada ya kupitia hili somo ndio siku 10 zinaanza baada ya kumaliza somo. Siku 10 zilizopita utakiwa ujifunze, kwa sababu ulipaswa kuwa unajua ya mafunzo kabla mwaka hujaanza. Lakini kwa sababu ulikuwa hujui, inabidi siku 10 zianzie sasa. Kuanzia kesho mara baada ya kuwa leo umemaliza hili somo.
Kwa kila siku ndani ya siku 10 kuna kitu cha kufanya. Ndio somo lijalo tutaeleza mambo kama haya. Otherwise, nikutakia wakati mzuri. Hongera sana kwa kupambana. Tuandikie neno program WhatsApp 0761 825 808. Tutashare leo utaratibu wa program zetu. Kama uko interested tukushike mkono kwenye eneo la bustani. Ubarikiwe sana.